Iran imetoa onyo ikisema mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nchi hiyo yatajibiwa kikamilifu. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Zolkadr, ametoa onyo kali na la moja kwa moja katika ujumbe kupitia mtandao wa X mnamo Ijumaa jana, akijibu vitisho vilivyotolewa hivi karibuni na Rais wa Marekani Donald Trump. Katika msimamo wake usioyumba kuhusu usalama wa taifa, Zolkadr ametoa tahadhari nzito kwa Marekani na utawala wa Israel. Amesema, kama tulivyotangaza hapo awali, shambulizi lolote dhidi ya miundombinu ya Iran litajibiwa kwa hatua za kijeshi za aina hiyo hiyo na kwa ukali ule ule. Ameongeza kuwa utawala utendao jinai wa Israel, ambao ndio unaochochea kamba nyuma ya vitendo hivi vya kichokozi, hauko salama dhidi ya mkono mrefu wa majeshi ya Iran. Onyo hili linakuja baada ya Rais wa Marekani kutishia kulenga madaraja na vituo vya kuzalisha umeme vya Iran mapema wiki hii. Jeshi la Marekani lilishambulia mikoa kadhaa siku ya Jumatano na Alhamisi, likilenga maeneo ya kijeshi na ya kiraia na kusababisha vifo vya Wairan wasiopungua 14. Mashambulizi haya na vitisho hivyo ni ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa maelewano MOU uliotiwa saini mwezi uliopita kati ya Tehran na Washington kwa ajili ya kusitisha vita. Mashambulizi hayo yalijibiwa mara moja na Iran, ambapo kambi za Marekani katika nchi kadhaa za kanda zililengwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Katibu wa Baraza la Usalama la Taifa amemtaja Trump, rais wa Marekani, kama mtu anayechukiwa zaidi duniani, ambaye amethubutu kulihutubu taifa kubwa na lenye huzuni la Iran kwa lugha ambayo yeye mwenyewe ndiye anayestahili kuambiwa. Zolkadr pia amebainisha kuwa rais wa Marekani amekasirishwa na mwamko mkubwa wa wananchi waliojitokeza kwa wingi nchini Iran na Iraq wakati wa misafara kumwaga kiongozi wa kimapinduzi wa nchini Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani alizungumza wakati akiwa nchini Uturuki katika mkutano wa NATO, akisema kwamba ameshangazwa na wananchi wa Iran kumlilia Ayatollah Al-Khamenei, ambapo yeye aliamini kwamba pengine wananchi wa Iran wangefurahia juu ya kifo chake. Rais wa Marekani Donald Trump, kwa namna ya kipekee, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema huenda hili la uwepo wa idadi kubwa ya watu kwa kutokea ulimwenguni katika mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei kumemtia aibu, na kwamba alichokuwa akifikiri na mipango yake yote huenda ikawa imekwama, kwa sababu mipango yake ilikuwa ni kuona wa Iran wangemuunga mkono Trump pamoja na Netanyahu katika kukabiliana na uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao wameshindwa kuuangusha. Kiongozi huyo, kwa maana katibu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, anamtaja Trump ambaye anachukiwa zaidi duniani, ambaye kwa wakati huo alikuwa anatamani kuiangusha Iran, kwa maana kuudondosha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Zolkadr amebainisha kuwa Trump amekasirishwa na mwamko huo, na kwa mujibu wa ripoti, takribani wa Iran milioni 43 kwa mapenzi yao na kwa mapenzi ya mapinduzi ya Kiislamu kutoka ndani ya Iran na maeneo mengine duniani wameshiriki katika mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei, na hili ni tukio kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Shughuli za kuuaga mwili wa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, pamoja na mazishi yake kwa ujumla zilichukua siku 6. Zilifanyika katika miji mitano: Tehran, Qom, Najaf, Karbala huko nchini Iraq na Mashhad nchini Iran alikozikwa. Zilivutia umati mkubwa wa watu wenye mapenzi makubwa, hali ambayo imeweka rekodi isiyoweza kufutika, na kwamba wachambuzi wa mambo wanaona kwamba hii ni fedheha ya Rais Trump pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda idadi hii kubwa ndiyo iliyomfanya rais wa Marekani Donald Trump kuanzisha tena mashambulizi upya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akishambulia maeneo ya kusini mwa Iran, lakini mashambulizi yake yalijibiwa vilivyo, huku akiona kwamba sasa hakuna namna ya kufanya mazungumzo na Iran isipokuwa ni kuendelea na mapambano tu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.